Neno moja ninalolifahamu ambalo kila mara umekuwa ukikiri katika sala ya Bwana ambayo Yesu Kristo Mwokozi aliwafundisha wanafunzi wake kuomba na kusali: ufalme wako uje. Na mimi ninakuombea kwenye maisha ya kwako, ufalme wa Mungu uje kwenye maisha yako. Haijalishi kuna vita ya namna gani malangoni, lakini ufalme wa Mungu utakuja. Oh my God, oh my God. Ufalme wa Mungu uje. Ufalme wa Mungu uje kwenye familia yako. Ufalme wa Mungu uje kwenye kazi ya mikono yako. Ufalme wa Mungu uje mahali unajenga. Ufalme wa Mungu uje katika project mbalimbali ulizonazo. Ufalme wa Mungu uje kwenye jina la kwako. Ufalme wa Mungu uje kwenye taaluma. Ufalme wa Mungu uje kwenye karama, kwenye kipawa. Ufalme wa Mungu uje. Na mimi nataka nikuhakikishie, haijalishi vita unayopitia leo, lakini mimi ni mchungaji wako kwenye hii madhabahu. Ufalme wa Mungu utakuja tu. Utakuja tu. Hakuna anayeweza kuzuia ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu uje na utauona kwa jina la Yesu. Hata kama ngozi yako imeharibiwa hivi, Ayubu anasema hivi: hata baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, hata baada ya mimi kutokuwepo na mwili huu kutokuwepo tena, ninajua kwa hakika mteteaji wangu yu hai, na mimi nitamuona Bwana. Macho yangu yatamtazama mimi mwenyewe na wala sio mwingine. Na mimi ninasema ufalme wa Mungu utakuja na utauona, sio mwingine. Anasema jamani, angekuwepo akaona. Utaona kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Ninajua kuna maupinzani yameinuka juu ya dream ulizonazo. Kuna maupinzani yameinuka juu ya karama na kipawa na huduma na nafasi ulionayo. Kuna maupinzani yameinuka juu ya biashara, juu ya ndoto ulionayo kubwa ulionayo. Maupinzani yameinuka, na mengine yameleta mauti, na mengine yameleta utasa, na mengine yanakutishia kana kwamba unaisha. Nataka kusimama kwenye madhabahu, haujaisha ndio kwanza unaanza. Oh my. Nataka kusema haujaisha ndio kwanza unaanza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haujafa, hawajakuzika. Hata kama wamefikiri wamechimba na shimo wakakuzika, wewe hujazikwa, umepandwa, umeoteshwa na utaota na utafikia mbali. Ufalme wako uje. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo, unapoondoka na kwenda kazini, hebu ombea kabisa ufalme wako uje. Hata kama mtoto amevuta bangi, ameharibika kabisa, amefikia kwenye the point of no return, hata kama ameharibika kiasi gani, ufalme wako uje. Tumeona waliokuwa wanavuta gongo, saa hizi ni wachungaji. Waliokuwa wanakunywa gongo, waliokuwa wanavuta bangi, wanauza madawa ya kulevya, saa hizi tulipouita ufalme wa Mungu ukaja, ni wachungaji. Wanatumika, wameokoka, wana kusudi la Mungu katika maisha yao. Ufalme wako uje. Kama kuna wanawake mko hapa, ombeeni watoto wenu. Waombeeni watoto wale ambao Mungu amewapa neema wakapita katika tumbo lako. Waombee, watajie neno la Mungu, watabirie kwa neno la Bwana. Ufalme wako uje juu ya huyu mtoto. Nimemzaa, umenipa huyu mtoto. Ufalme wako uje kwenye maisha ya kwake. Hataendeshwa na ufalme wa shetani, hataendeshwa na ufalme wa nguvu za giza, hataendeshwa na maroho ya Yezebeli, hatamezwa na yule joka. Ufalme wako uje. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Binti mmoja wa Kimoabu aliitwa Rutu, akaolewa katika nyumba ya mama mmoja wa machozi anayeitwa Naomi. Na ndani ya Naomi Mungu alikusudia watoke ufalme, na watoke wafalme wa Israeli. Vita malangoni. Watoto wake wakakaa na wale wanawake. Alikuwa na watoto wawili, Mahloni na Kilioni, wavulana. Walikaa na wanawake miaka 10. Wale wanawake wakuzaa mtoto walikuwa tasa. Utasa wa kuzuia ufalme wa Mungu. Baadaye wanaume wakafa katika ule mji wote. Katika ukoo wao walikuwa wanaume 3 wakafa, na wale watoto wawili wa Naomi
nao wakafa. Wakabakia wajane bila wanaume katika nyumba, wakabaki wanawake wajane watatu, waume zao watatu wamekufa. Wakabakia wajane watatu, Naomi, Orpa na Rutu. Na Mungu amekusudia, ana kusudi la ufalme kwenye hiyo nyumba. Yaani unajua, ngoja nikuambie tu, iwe iwavyo, lakini ufalme wa Mungu utakuja tu, utakuja tu, utakuja tu, utakuja tu. Mauti na utasa vilishambulia nyumba ya Naomi, na njaa vilishambulia nyumba ya Naomi. Na wale wajane watatu, Biblia inasema siku ambayo Naomi anaondoka, anawaambia, nimesikia Bethlehem kuna chakula tele. Akawaambia wale mabinti, Naomi akawaambia Orpa pamoja na Rutu, rudini kwenu mkatafute waume mkaolewe mkaishi kwa raha. Rutu akasema, nitakwenda pamoja nawe, watu wako watakuwa watu wangu, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Mahali utakufa na mimi nitazikwa, na mimi nitakufa hapo hapo na kuzikwa hapo hapo. Rutu akaenda na Naomi. Alipokwenda na Naomi, ni mwanamke wa Kimoabu, ametoka Moabu, akaja Bethlehem. Hapo ndipo alipoolewa na mwanaume mwingine anaitwa Boazi. Hapo ndipo walipozaliwa wafalme wote wa Israeli. Kitendawili, utasa, njaa, mauti na ujane vilizuia ufalme wa Mungu. Ufalme wako uje. Na mimi nasema, kama ulikuja kwa Naomi na Rutu, wakazaa wafalme na Daudi na Suleimani na Yesu, na mpaka kesho mji wa Bethlehem ndio mahali ambako pana historia, ambako na Yesu amezaliwa. Nimeenda Bethlehem several times, na kila mara nikienda ninaangalia, nasema, ufalme wako Bwana uje, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ufalme wako. Basi ninasimama kwenye madhabahu hii, ningeweza kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, ungeona namna ambavyo ufalme wa Mungu hautazuiliwa. Hata ndugu zake Yusufu walipoamua kumuuza, hata walivyofikiri kwamba auawe, hata walipomtupa birikani, hata alipochukuliwa akiwa mfungwa, hata mke wa Potifa alipomsingizia kesi ya ubakaji, ufalme wako uje. Hata aliposahauliwa gerezani miaka 3, alimwambia, jamani, ukirudi ikulu ukanitaje, akamsahau miaka 3. Lakini ufalme wa Mungu ulikuja juu ya Yusufu, akawa waziri mkuu wa nchi ya Misri. Nasimama kwenye madhabahu hii, natangaza ufalme wa Mungu uje na uone kwa macho yako. Wako wapi wanaosema amina? Nasema ufalme wa Mungu uje na uone. Wanaoroga waroge sana, wanaofitini wafitini sana, ambao hata usiku huu wamelala usiku kucha wakikuwazia mabaya, wameshawahi ofisini, wamehangaika. Hata saizi mwingine ameshikilia faili lako la kukudestroy, mafaili yako ya siri, mafaili yako ya ajira, yuko pale anasema, nitahakikisha, I will deal with you. Nasimama kwenye madhabahu, huyo mtu anayefanyiwa ila kwenye hiyo ofisi, ufalme wa Mungu uje, na macho yake yatauona ufalme wa Mungu ukija. Pale Mungu anataka ufike utafika, pale Mungu anataka uende utaenda, kile cheo Mungu anataka upate utapata, kile kiti ambacho Mungu anataka ukae utaketi, na utaona kwa macho yako. Wachache waseme amina, halafu mpigie Jehova vigelegele vya shangwe. Ufalme wako uje. Na kwa neno hili asubuhi ya leo, kuna watu ambao walishajaribu mambo mengi, yakakutana na vita langoni, yakafa. Ninasimama hivi leo, tangu leo kuna jambo utaanzisha, na hutaweka kitu kingine kwenye lile bango la kwenye kampuni, biashara, taasisi, miradi. Ninaona ukianza kitu na kikiandikwa pale, ufalme wako uje. Washindi wachache waseme amina. Hiyo nyumba na hiyo familia yenu, hakunaga kitu kinafanyika, hakuna kitu kinazaliwa kikakaa. Na kutabiria kutoka kwenye madhabahu hii, na utarudi na ushuhuda. Utaandika ama kwenye memorandum understanding zako, ama kwenye project zako, au kwenye diary zako, au kwenye hiyo taasisi, ufalme wako uje,
full stop, full time in the name of Jesus. Na Mungu wa majeshi akakutendee. Washindi wachache waseme amena. Na mimi nimekubariki katika kila unalolifanya, katika nyanja yoyote ya maisha yako, na kila unapoingia, na kila unakotoka, na kila unakokwenda. Ninakutamkia kwenye madhabahu hii, ufalme wa Mungu uje kwenye maisha yako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wana wa ufalme waseme amina, halafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.